أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Leo tukiwa katika mchana wa tarehe 20 ya Ramadhan, kwa wale ambao kwamba tumeanza na mwandamo wa hapa nchini kwetu, tarehe hii 20 ndiyo tarehe iliyotukia ndani yake tukio la Fathi Makkah, kuftahiwa na kukombolewa mji wa Makkah na Waislamu. Na sote tuelewa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam pamoja na masahaba zake katika almuhajirun walikuwa wakiishi Makkah, wakiishi katika bia ambao kwamba si ya Kiislamu, mpaka mwisho kwa kadhia ndefu ambao kwamba leo si mahali pake kuitaja. Wakatolewa, ikabidi wafanye hijra baada ya kuteswa na kutolewa majumbani mwao na kupokonywa mali zao na kuuawa baadhi yao, ikabidi wagure waende Madina. Madina ndiyo kukaasisiwa daula Islamia, nchi ama mji wa Kiislamu. Makkah ukabaki kuwa daula kafira, yani nchi ya kikafiri au mji ambao kwamba si wa Kiislamu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa na hamu na bila shaka akikariri kumwomba Mwenyezi Mungu amregeshe katika mji wake na mji wa Makkah uwe mji wa Kiislamu. Na hili lilikuwa halina budi kutendeka. Ilikuwa haiwezekani Makkah kwa sababu moja au nyingine ukabaki ukawa ni mji kafira. Makkah lazima utakuwa ni mji wa Kiislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhakikishia ndoto yake hii mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwaka wa 8 baada ya hijra, katika siku ya 20 mwezi kama huu wa Ramadhan, yani siku kama ya leo. Kwa hivyo imeelekea sana ikiwa tutataja, tutapata iktibas, kutondoa katika mambo na habari zenye kututhubutisha vifua vyetu na zenye kutupatia mafunzo ndani yake za yaliyokuja katika kuftahiwa Makkah. Lakini kabla hatujaingia katika mji, ni lazima tuelewe na lazima tupate siyaq, context ile iliyofanyika ndani yake ufunguzi wa Makkah, Fathi Makkah. Na kwa ufupi kabisa ni kuwa katika mwaka uliotangulia au miaka miwili iliyotangulia kabla ya Fathi Makkah, kwa ikhtilafu ya riwaya, ilitokea Sulhul Hudaybiyah. Wingi tuifahamu mkataba ule wa Hudaybiyah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ametoka yeye na masahaba wake kutoka Madina kwenda Makkah, si kuftahi mji, kwenda tu kufanya umra na ibada, warudi zao Madina. Lakini Makureishi wakawakatalia kuingia Makkah, na kwa habari ndefu mwisho wakaelewana kwa mkataba, na ambao kwamba ulikuwa na masharti ule mkataba. Katika masharti ya ule mkataba ni ilikuwa kutakuwa na amani baina ya Makureishi wa Makkah na Waislamu wa Madina kwa muda wa miaka 10. Na amani hii itakuwa si yao tu, bali itawakusanya ndani yake mpaka yale makabila mengine ambao kwamba yako chini ya hawa na chini ya hawa, yani makabila ambao kwamba walikuwa si Quraysh wala si Waislamu, wani watu wa Makkah wa Madina, watakuwa na khiari, ima wataingia katika kambi ya Waislamu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au wataingia katika kambi ya Makureishi. Yakatoka makabila mawili, kabila la Banu Bakr likaingia katika himaya ya Makureish, na kabila la Khuzaa likaingia katika himaya ya Waislamu.
Kwa hivyo hawa kwa vile wameingia katika kambi mbili, ule mkataba pia wawahusu, hakutokuwa na vita, kutakuwa na amani baina yao kwa muda wa miaka 10. Kwa hivyo wakaelewana kwa sampuli hii. Na makabila haya mawili, Khuzaa na Banu Bakr, walikuwa ni makabila hawaishi kupigana miaka yote, wana visasi. Watapigana hawa, mwaka unaokuja hawa watawavamia hawa, vita visivyoisha daima. Lakini kwa mkataba ule wao pia wakapata silmu, isipokuwa baada ya mwaka au miwili baada ya ule mkataba, Banu Bakr, wale ambao kwamba wako chini ya kambi ya Makureishi, wakatia azma ya kuwavamia Khuzaa, na wakaenda kwa Makureishi, na Makureishi wakawasaidia kuwavamia Khuzaa. Kwa hivyo wakachukuana wao kabila lao, na wakachukua na askari wa zaidi kutoka kwa Makureishi wa Maka, wakapanga ile njama yao kuwa watakwenda usiku, hakuna mtu ataona, itakuwa kama ni uvamizi, hakuna ushahidi ya kuwa wamevamiwa na nani, na hawatobakisha mtu katika wale Khuzaa, hawatobakisha mwanamume kwa wale Khuzaa, watawamaliza wote. Kwa hivyo hatobaki hata mtu wa kutoa habari. Na fi'lan wakalifanya hilo, wakatoka Banu Bakr pamoja na maaskari wa Kikureishi, katika mashujaa wa Kikureishi, wakawavamia Khuzaa usiku. Na watuambia baadhi yao katika wale Khuzaa walikuwa wamesilimu, kwa hivyo wakawavamia katika swala ya alfajiri, wakati wengine wamerukuu, wengine wamesujudu, wakawaua. Isipokuwa akabaki mmoja akaokoka kwa kuchelewa kwenda kwenye ile swala. Alivyoyaona haya mandhar, na jina lake alikuwa ni Amr ibn Salim al-Khuzai, alivyoona mandhari yale ya kabila yake na jamaa zake kuuawa, akatoka pale pale, akakimbia bio pamoja na farasi wake mpaka akaingia Madina. Hakusimama mahali, akaingia Madina mpaka akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akamwambia kwa abiyati maruf kwa ulama wa tarikhi: lahumma inni nashidun Muhammada khilfa abina wa abihi al-atyada inna quraishan khallafuka al-maw'ida wa naqadhu uhudaka al-muakkada fansur hadaka Allahu nasran ayyida wab'ath ibadallahi ya'tu madada. Akimshtakia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akimwambia tumevamiwa, qataluna ruk'an wa sujada, wametuua wakati tumerukuu tumesujudu, wameuvunja ile mkataba wako, wameidharau ahdi yako, tunusuru ya Rasulullah. Kwenye tarikhi watuambia akimaliza tu kusema maneno yale yule Amr ibn Salim al-Khuzai, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia nusurta ya Amr, umenusuriwa. Bali katika riwaya nyingine alimwambia la nasarani Allahu in lam ansur, umenusuriwa na Mwenyezi Mungu asinusuru mimi kabisa katika maisha yangu ikiwa sitokunusuru. Yani akampa ahdi ya usaidizi na ahdi ya kuwanusuru Khuzaa na kuwalipia kisasi. Ikawa hii ndiyo sababu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam sasa kuweka nia na kuweka azma na kuambia masahaba zake kuwa sasa tutakwenda tutaivamia Maka na tutaikomboa, kwa sababu wamevunja ule mkataba wa Hudaybiyah, wamewasaidia Bakr kuwaua Khuzaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawapa habari masahaba zake na akawaambia wajiandae, lakini akawaambia fastaktamahum, akawaambia habari hizi msizitoe, msimwambie mtu, tutakwenda tutapanga mbinu zetu na tutakwenda na jeshi mpaka Makka kisiri siri bila mtu kujua. Kisha akaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma khudhil uyuna wal akhbara an Quraish hatta nabghataha fi dariha, ewe Mwenyezi Mungu yafunge macho ya Makureishi na zizuie habari zisifike kwao
mpaka tufike katika milango yao. Kwa hivyo masahaba wakapewa amri hii, wasimwambie mtu, isipokuwa ikaja habari kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa kuna habari, kuna barua imetoka Madina kuelekea Makka, kuwaambia Makureishi wa Makka kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nia ya kuja kuvamia Makka. Mtume akapata wahi huu na ilhamu hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaambiwa katika wahi ule kuwa kuna mwanamke ndio amepewa hii barua. Pale pale akawaita masahaba, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad na Sayyidina Zubair ibn al-Awam, akawatuma akawaambia, nendeni na farasi wenu haraka haraka, kuna mahali kuna maji, Rawdhatu Khakh ndio jina lake, Rawdhat Khakh, kuna maji pale, mtampata ule mwanamke amepumzika pale, ana barua, ichukueni ile barua muilete. Sayyidina Ali ndio aeleza hii riwaya, asema hata sisi alikuwa hatujui ni barua ya kitu gani, tumeambiwa tu nendeni, kuna mwanamke ana barua, muichukue ile barua muilete. Asema tukatoka kwa haraka, na fi'lan tulipofika pale Rawdhat Khakh tukamwona mwanamke, tukamshika yule mwanamke, tukamvuruga kwa lugha zetu, tukamtishia, tukataka kama kumpiga, toa ile barua. Yule mwanamke akakataa, akasema mimi sina barua. Saidina Ali akasema tukabaki katika hali hii mpaka tulipomwambia yule mwanamke, la nakshifanna, tutakuvua nguo zako kama hutupi barua. Alivyosikia maneno haya, ndio yule mwanamke akaitoa barua kutoka kwenye nywele zake, kwa ameificha kwenye nywele zake. Ulama watuambia hapa kuna kuonyeshwa ndani yake murua wa Waarabu hata kabla hawajakuwa Waislamu. Yani yule mwanamke alikuwa haogopi kupigwa, bali alipigwa, hakuitoa ile barua. Lakini alivyotishiwa kuvuliwa nguo, kutolewa stara yake, ndio akatishika akaitoa ile barua. Kinyume na wanawake wetu wa leo. Yani leo mtu hajali kutoka uchi, yani kukashifiwa si dina kwake. Lakini yule mwanamke, na alikuwa kafira, si Muislamu, alivyoambiwa tutakuvua nguo, ndio akaitoa ile barua. Wakaichukua ile barua wakampelekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilivyofunguliwa ile barua, ikaonekana yatoka kwa sahaba katika masahaba walioko Madina, Hatib ibn Abi Baltaa, min Hatib ila rajul min Quraish, kwenda kwa mmoja katika mabwana wa Quraishi huko, akimpa zile habari na njama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akamuita Hatib, akamwambia, madha hamalaka an hadha, kitu gani kilichokufanya ufanye hili? Kitu gani? Barua gani hii Hatib? Hatib yule akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahlan ya Rasulullah, la tastajil alayhi, pole pole ya Rasul, usifanye haraka. Fa inni ushhidu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah wa ushhidu annani ma badaltu wala ghayyartu, mimi nashuhudia kuwa hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa Allah na kuwa wewe ni mtume wake, na nashuhudia kuwa mimi sikugeuka, sikubadilisha imani yangu ikawa si Muislamu. Kama ni hivyo, kwa nini barua kama hii? Akamwambia, lakinna alqauma ya Rasulullah lahum ahlun fi Makkah wa laysa li fiha ahlun wala asl. Hawa watu wote hawa katika masahaba muhajirun walioko hapa, wote wana jamaa zao kule Makkah. Mimi sina jamaa, sina asli. Walia fiha alwaladu walmal, lakini nina mtoto wangu kule na nina mali yangu kule. Fafaaltu ma faaltu, ndio nikafanya yale niliyofanya. Yani nyinyi muhajirun, watu wa Makkah mulogura kuja Madina, muna watu wenu kule. Kukivamiwa kule Makkah, watawahifadhia mali yenu, watawahifadhia jamaa zenu. Mimi sina mtu, kukivamiwa ndo hivyo ya Rasulullah.
Kwa hivyo mimi nikafanya hilo kuchelea yule mtoto wangu na yale mali yangu, ndo na rafiki yangu kule nikampa hizi habari ili anihifadhie yale. Waqad alimtu anna Allah la nasiru, na mimi najua kuwa Mwenyezi Mungu atakunusuru. Barua yangu ifike isifike, wajue wasijue, wewe nusra utaipata. Sasa mimi nilikuwa naangalia mali yangu na mtoto wangu ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia masahaba, sadaqa Hatib, amesema kweli huyu Hatib. Sayyidina Umar ibn al-Khattab alikuwa katika watu pale, akamwambia ya Rasulullah, innahu qad nafaq, da'ni adribu unuqa. Huyo amefanya unafiki, mnafiki watoa habari zetu, unafiki wa hali ya juu, niwache nikate shingo yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, la ya Umar, wama yudrika la'alla Allah attala ala ahli badrin faqala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lahum. Akamwambia Sayyidina Umar, Mtume akamwambia Sayyidina Umar, la, huyu ni katika watu wa Badr, na kipi kinachokujulisha kwa Mwenyezi Mungu aliwaangalia kwa jicho la huruma watu wa Badr, akawaambia fanyeni lolote mulitakalo, Mwenyezi Mungu ashawasamehe. Na hili tulitangulia kuieleza jana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamsamehe Sayyidina Hatib ibn Abi Balta'a. Sababu kubwa ni kwa sababu alikuwa katika watu wa Badr, na mtu wa Badr hawezi kuwa munafiki kama tulivyotangulia kusema. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kuliunda sasa jeshi la kwenda Makka, na watuambia akaunda jeshi la watu 15,000, wengine wakatuambia 12,000, lakini ni hakika kuwa watu walikuwa hawapungui 10,000. Na tasawwar, mwaka juzi tu walivyokuwa Badr, kama tulivyoeleza jana, ilikuwa kufika watu 300 ni shida, mpaka wawekwe ndani yake wazee wa miaka 70, mpaka wawekwe ndani yake watoto kina Muadh na Muawidh wanaotoa meno, wako katika hali ya kutoa meno miaka 8, 9, 10. Kwa hivyo mwaka juzi tu walikuwa wachache wa idadi, lakini sasa miaka 3, 4 baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa nguvu mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Jeshi la watu 10,000, ndani yake kuna Makureishi, ndani yake kuna Ausi na Khazraj, makabila ya Madina, ndani yake kuna Juhaina na Aslam na Ghifar, makabila makubwa ya Arabuni, yote yalijiunga na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo mtume akatoka na jeshi hili, akaenda kisirisiri mpaka akafika mahali leo kuitwa Wadi Fatima, kama kilomita 20 nje ya Makka, bila ya kujulikanwa na mtu. Na hii ni katika muujiza. Baina ya Madina na Makka ni takriban kilomita 500 baina ya Madina na Makka. Sasa wewe utoke kuanzia Madina mpaka Makka, yani kilomita 480, kupungua 20 tu, bila mtu kujua. Jeshi la watu 10,000, si ati ni mtu mmoja yeye ajificha ficha, bila mtu kujua, bila ya watu wa Makka kupata habari. Bila shaka hapa kuna muujiza ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna kukubaliwa dua ya mtume ile aliyoiomba, Allahumma khudhil uyuna an Quraish, ewe Mwenyezi Mungu yachukue macho ya Makureishi wasilione hili jeshi letu mpaka tutakapofika. Walipofika pale ndio wakapiga kambi pale. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaamrisha masahaba wawashe moto. Kambi na kawaida kambi huwashwa moto, lakini na yeye akawaamrisha pia wawashe moto ili kuonekane uwingi wa jeshi nje ya Makka. Kwa sudfa, wenye taarikhi watuambia, kwa sudfa wakati huu ndio alikuwa Sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yuwatoka Makka kufanya hijra kwenda Madina. Al-Abbas huyo alikuwa aliposilimu hakugura yeye kwenda Madina. Yeye alikuwa ni Sayyidu Quraish, ni bwana katika Makureish, si kama kina Bilal na kina Yasir na Ammar ibn Yasir, watu duni wa kuonewa.
Yeye alikuwa bwana, alikuwa tajiri, alikuwa na nguvu. Hakuna mtu katika Makureishi anayeweza kumwonea, na alikuwa na biashara zake na nyumba zake na familia zake Makka. Kwa hivyo yeye alivyosilimu hakugura kwenda Madina, akabaki pale Makka mpaka wakati jeshi la mtumi laja Makka kuftahi Makka, yeye ndio akaamua, yeye na watoto wake, wacha na wao wagure kwenda Madina. Hawana habari yanayotendeka. Saidina al-Abbas huyu aeleza mwenyewe kuwa alipotoka ndio akaona jeshi kubwa, ma lam raaituhu min qabl, jeshi sikuliona wala sikutarajia kuwa ibnu akhi, yani mtoto wa ndugu yangu Muhammad aweza kuwa na jeshi kama hili. Akakutana nalo katikati, yani hapa walipokuwa wamepiga kambi, akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saidina al-Abbas huyu alivyoliona hili jeshi, akapatikana na kile kitu kilipompata Saidina Hatib. Kwa jeshi hili likiingia Makka, mwanzo watamalizwa Makureishi wote wale, na Saidina al-Abbas alikuwa ameishi nao vizuri, watu wake, damu yake. Kwa hivyo likamuingia la huruma, akaamua kuwa atatoka apeane habari. Asema yeye mwenyewe, nikachukua farasi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam usiku ule ule, kamchukua farasi wa Mtume, nikatoka katika ile kambi, natafuta walau muuzaji maziwa au rai alghanam, mtunga mbuzi, au hatab, mwenye kukata kuni, ametoka nje ya Makka amekwenda kutafuta kuni, nimpe habari aende azipeleke Makka. Asema katika pilka hizi, mara nikasikia sauti za watu wawili. Mmoja amuuliza mwenzake, ma hadhihi nar wala jeshi, hii moto ni wa nini wala hakuna jeshi? Yani washauriana wale watu wawili, waulizana wao kwa wao, moto huu wote na hakuna jeshi. Yule mwenzake akamjibu akamwambia, pengine hawa ni Khuzaa, wale tuliowavamia wamekuja na wao kulipa kisasi. Yule mwingine akamwambia, la, laysa bi Khuzaa, Khuzaatu aqallu wa adhallu min hadha, Khuzaa ni wachache wanyonge, hawezi kuwa na idadi yote hii na moto wote huu mkubwa. Saidina al-Abbas huyu akasema, nikafahamu kuwa ile sauti ni ya Abu Sufyan. Abu Sufyan zaimu Makka, yeye ndo alikuwa bwana wa Makureishi kule Makka, wakati huo hajaslimu. Ikawa kwa sudfa naye Abu Sufyan ametoka kwenda kutafuta habari, kwa sababu yasikia tufununu, hajui kinachoendelea. Kwa hivyo nikatambua ile sauti yake kuwa yule ni Abi Sufyan. Na nyuma, wakati Makureishi walivyovunja ule mkataba, wakawavamia Khuzaa, na wakajua kuwa sasa hakuna amani tena, tutavamiwa tu. Abu Sufyan huyo alitoka Makka akaenda mpaka Madina, kabla ya lile jeshi kutoka, kabla ya hata Mtume kuwaambia masahaba kwa sisi tutatoka kwenda Makka. Akatoka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili apate kuelewana naye, ule mkataba uregeshwe tena. Maanake mshauvunja, mmevamia watu ambao kwamba hawafai kuvamiwa. Akaenda kuzungumza na Mtume, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakumsikiza wala hakutoa hata neno moja kumjibu. Akaenda kwa Abu Bakar, Saidina Abu Bakar pia ikawa hali ni hiyo hiyo. Akaenda kwa Saidina Umar, Saidina Umar akamwambia, wacha mimi kukutetea kwa Mtume ili tusiwavamie. Mimi ikiwa sina silaha, lau lam yakun ladayya illa dharra, isipokuwa jiwe tu moja, laqataltum bihi, ningewapiga vita nalo hilo jiwe. Akaenda kwa Saidina Ali, Saidina Ali akamwambia Abu Sufyan, hapa hakuna, nisione kama kuna chansi, kuna mwelekeo ya kuwa Mtume atarudi nyuma baada ya hapa. Wewe nenda zako, kapange watu wako, jipangeni huko Maka. Kwa hivyo Saidina Abu Sufyan huyo kabla hajasilimu hapo alikuwa ajua kuwa kitu fulani kitatendeka, lakini hajui kwa ukubwa wa aina gani, kwa njia gani. Ikawa ametoka kwenda kutafuta habari.
Ndio Saidina al-Abbas akasikia hii sauti yake, akamwita Abu Sufyan, na Abu Sufyan naye akajua hii ni sauti ya al-Abbas. Ambaye Abu al-Fadl, ni wewe huyo? Naam. Saidina al-Abbas akamwambia huyu Abu Sufyan, ma dhalika bi Khuzaa, ma tilka bi Khuzaa, lile jeshi na ule moto unauona si Khuzaa ule, innahu Muhammadun wa ashaba, yule ni Muhammad na masahaba zake. Abu Sufyan akamuuliza Sayyidina al-Abbas, akamwambia wama al-hila, sasa una ushauri gani hapa, kuna hila gani, tufanye vipi? Sayyidina al-Abbas akamwambia laysa al-yawma fihi hila, leo hakuna hila ya kufanya. La kufanya, panda huo farasi wangu, wacha upumbavu wako, nende nikupeleke kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukasalimishe amri na uache aingie huku kwenye mji kwa usalama. Abu Sufyan yule akakubali, akapanda yule farasi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na juu yake yuko ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Abbas asema nikampakia, na Abu Sufyan mwenyewe yueleza, asema kila tukipita katika moto hakuna anayetusimamisha, kwa sababu waona kila mtu yasema baghlu rasulillah, farasi wa Mtume, wa alayhi ammu rasulillah, na juu yake yuko ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatukusimamishwa katika kuingia ile kambi, kila tunapopita twapita mpaka tukapita kwenye moto, yani kwenye kizuizi ambacho kwamba amesimama katika hicho kizuizi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar akauliza, man antum, nani? Al-Abbas. Waman ma'aka, na nani aliyoko pamoja na wewe? Kienda kimwangalia ni Abu Sufyan. Pale pale Sayyidina Umar akamwambia Abu Sufyan, ya adu wallah, adu ya Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi alladhi amkanana alayka bighairi aqdin wala ahd. Alhamdulillah, alokuleta, tumshukuru Mwenyezi Mungu alokuleta kwetu bila ya vita, bila ya shida, umejileta wewe mwenyewe. Pale pale Sayyidina Umar akamchukua Abu Sufyan akampeleka mpaka ndani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina al-Abbas akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyo Abu Sufyan na amekuja kwa amani. Sayyidina Umar akamwambia, la amana leo hakuna amani ya Rasulullah, adui wa Mwenyezi Mungu huyo, na adui wako amejileta yeye mwenyewe, sisi tupe amri tumalizane naye. Sayyidina al-Abbas akamwambia Sayyidina Umar, akamwambia wewe hutaki kumuua huyo Abu Sufyan, isipokuwa huyo Abu Sufyan ni katika Banu Abdi Manaf, yani ukoo wake al-Abbas na ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar akamwambia, la ya Abbas, wallahi la innaka ya amma rasulillah khairun indi min abi al-Khattab. Wewe Abbas, wewe ambao kwamba ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe kwangu mimi ni bora kushinda babangu al-Khattab. Kwa hivyo masala si masala ya ukabila, masala ni masala ya uadui. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamgeukia Abu Sufyan akamwambia, Abu Sufyan, ama ana laka an taslim, wewe haijafika wakati, wewe toka mwanzo wa kadhia, toka mwanzo mimi nikipewa utumi, toka mwanzo kabla ya Badr na mpaka sasa haija kufikia tu wakati ukasilimu, pamoja na hikma yako na akili zako halija kuingia la kusilimu. Sayyidina al-Abbas yule atuambia akawa Abu Sufyani wa sita, yani kamba hajui aseme nini. Sayyidina al-Abbas asema fadharabtuhu, nikampiga. Kwenye riwaya nikampiga kofi, yani Abu Sufyan kapiga kofi. Malak,
una kitu gani wewe? Aslim taslam, silimu ndo usalimike. Hapa ni usilimu uwawe, wewe bado unkaa kwa wafikiria. Kofi lile ndo likamzindua Abu Sufyan, pale akapiga shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Akasilimu Abu Sufyan na akabaki na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Sayyidina al-Abbas. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia Sayyidina al-Abbas, tukimalizia, usimwache, la yukhriju an mandharika, usimwache aende pambizoni ya macho yako, yani mweke katika macho yako. Maana mtu amesilimu namna hiyo kwa kusita, kwa kupigwa makofi ndio akasilimu, hujui ile shahada yake ameiaminishia bado hadithu ahdin bilislam, amesilimu mapema, usimwache. Kwa hivyo na Quraysh, kama Quraysh pale Makka adadi yao ni kidogo, lakini walikuwa na watu nje ya Makka. Kwa hivyo mtu kama Abu Sufyan akiachiliwa kwenda nje ya Makka na kwenda ni kusafiri, aweza kukusana jeshi kubwa, akenda likaja likapigana na Waislamu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwachia maagizo kadhaa Sayyidina al-Abbas, na moja katika maagizo ni kuwa huyu asikushopoke katika macho yako. Insha Allah muda umeenda, kesho tutamalizia hadithi ya Fathi Makkah. Tutaangalia sasa namna ya jeshi lilivyoingia Makkah na lilivyoftahi Makkah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyompa nusra mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kitu gani kilichotokea lilipoingia jeshi hii ndani ya Makkah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.